Habari za leo, karibuni tena Pedo and Rose Stories. Karibuni sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Leo nataka nizungumzie unyanyapaa wa ndani, yani self stigma. Kwanza ujiulize, unyanyapaa tumezoea tu mtu anamnyanyapaa au mtu ananinyanyapaa. Lakini kuna unyanyapaa wa ndani. Unyanyapaa wa ndani ni kitu gani? Naona, na kwa nini unaitwa unyanyapaa wa ndani au self stigma? Ni hali ambayo mtu anayeishi na virusi vya ukimwi anajihukumu yeye mwenyewe. Yaani mfano mimi naishi na virusi vya ukimwi, lakini unakuta kwanza sijikubali kama ninaishi na virusi, alafu ninajihukumu mimi mwenyewe. Unaishi maisha ya kujiona kwa njia hasi. Unaona? Maisha ya kujiona kwa yani mnyonge, mzoofu, kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa sababu naishi na VVU, basi unajiona tu wewe labda hufai. Unaona, unajiona wewe upo, yani unajinyanyapaa hata wewe mwenyewe. Ni aina ya unyanyapaa unaotokea ndani ya mtu binafsi. Naona, si kutoka kwa jamii moja kwa moja. Unyanyapaa huu unatoka kwa muhusika mwenyewe anayeishi na VVU. Havutoki kwa jamii. Huu ndo naitwa self stigma au unyanyapaa wa ndani. Sasa mifano ya unyanyapaa wa ndani, kama nilivyokwisha sema hapo mwanzo, kujihisi aibu. Mtu anajihisi ana aibu, anajihisi mwenye hatia, hajithamini, anajiona yeye mwenye thamani ndogo kwa kuwa anaishi na VVU. Alafu kuamini kuwa hastahili upendo. Yaani mtu mwenye VVU anajiaminisha yeye mwenyewe kwamba hastahili upendo kutoka kwa jamii. Unaona, hastahili urafiki au mahusiano ya kawaida. Yaani anaogopa hata kuwa katika mahusiano kwa sababu tu anaishi na VVU. Alafu kuogopa kujitokeza au kushiriki kwenye shughuli za jamii kwa kuhofia kuhukumiwa. Unaona? Yaani kwenye shughuli za kijamii huyu mtu anaogopa kushirikiana na watu wengine katika jamii, anaogopa kuhofia kuhukumiwa. Yaani anahofia watu watamsema vibaya. Unaona? Alafu kuepuka kuchukua dawa na kwenda kliniki sababu ya hisia za aibu. Kwa sababu anajua akienda kliniki labda atakutana na watu wanaomfahamu, au pengine yule anayetoa dawa pale kliniki anamfahamu, kwa hiyo anakuwa hataki amuone anaenda pale kliniki kuchukua dawa. Kwa hiyo anakuwa anaogopa sasa kwenda kufuatilia matibabu, anaogopa kwenda kliniki, kwa hiyo anaishi maisha ya kujibagua, maisha ya upweke, maisha ya peke yake. Madhara ya unyanyapaa wa ndani: kupunguza hali ya mtu kutafuta matibabu au kufuatilia matibabu. Hii hali ya unyanyapaa wa ndani inapunguza hali au ule mwamko, zile hisia za mtu kujijali na kusema ngoja nifuatilie matibabu kwa ajili ya afya yangu. Haya ni madhara ya unyanyapaa wa ndani. Mtu hafuatilii matibabu. Alafu kuongeza mfadhaiko wa akili, msongo wa mawazo. Kwa sababu umejinyanyapaa, umejitenga, hufuatilii hata matibabu, una ule upweke, kwa hiyo ni rahisi sana kupata msongo wa mawazo. Unaona, anxiety, stress, depression, vyote hivi unakuta vinakunyemelea. Halafu kuathiri kinga ya mwili. Kwa sababu hufuatilii matibabu, huyu mtu hafuatilii matibabu, kwa hiyo unaathiri kinga ya mwili. Vile VVU sasa vitaendelea kushambulia kinga yake ya mwili. Kwa hiyo hawezi hata kuwa U=U kwa sababu hafuatilii matibabu. Anaogopa kwenda kuchukua dawa, anaogopa kwenda kliniki. UNAIDS report inasema kwamba watu wanaokumbwa
na unyanyapaa wa ndani au kijamii huchelewa mara 2 zaidi kupata huduma za afya ukilinganisha na wasiokuwa na unyanyapaa wa ndani. Kama nilivyosema, mtu anaogopa kwenda kliniki, anaogopa kwenda hospitali. Kwa hiyo anakumbwa sasa na ile hali ya kuchelewa kupata matibabu au kupata huduma za afya, tofauti na mtu ambaye hajajinyanyapaa mwenyewe. Naona, nakumbuka mimi wakati niko nyumbani nilikuwa nafuatilia, wakati huo dawa hazijaenea, nilikuwa namfuatilia mkurugenzi aninunulie, mwajiri aninunulie dawa. Nilifuatilia mpaka wakafikia mahali wakanichoke, ikabidi wanunue dawa zikae kliniki ya kazini niwe naenda kuchukulia pale, badala ya kuwa nanunua wananilifandi. Kwa hiyo ile ni ile hali kwamba sikuwa na ule unyanyapaa wa ndani. Ningekuwa na unyanyapaa wa ndani ningesema nikishaenda kuomba kununuliwa dawa kila mtu atanijua. Kwa hiyo hata wakati nimeambiwa kwamba ninunue wawe wananilifandi, ilikuwa ile refund, zile risiti naweka kwenye faili langu. Kwa hiyo watu walikuwa wanajua huyu ananunua hizi dawa za gari namna hii. Naona, kwa sababu nilikuwa siwezi kuzimudu kuzinunua mimi mwenyewe, ilibidi mwajiri aanze kuninunulia. Hizo ni enzi za miaka ya 90, wakati ndo dawa zinaanza kupatikana, hazijaanza kupatikana hata zile za bure. Ziko kwenye pharmacy lakini zinauzwa. Unaona. Kwa hiyo nilifuatilia mwajiri ninunulie, mwanzo akakataa, akaniambia sio wewe peke yako. Baadaye nikazidi kufuatilia tena, akaniambia nunua, tutakuwa tunakurudishia pesa yako. Kwa hiyo nikawa nanunua, wananirudishia refund. Wale waliokuwa upande wa uhasibu kule wakisikia video hii wataelewa, kwa sababu walikuwa wanaliona faili langu. Baadaye ikabidi dawa zinunuliwe sasa ziwekwe kliniki, ili watu wenye matatizo kama ya kwangu wawe wanachukua dawa pale pale kliniki. Kwa hiyo hii ni hali ya unyanyapaa wa ndani, na mtu ambaye ana unyanyapaa wa ndani na yule ambaye hana unyanyapaa wa ndani, yani tofauti yao ikoje? Unaona, unyanyapaa wa ndani, kujielimisha kuhusu VVU na ukweli kwamba mtu anaweza kuishi maisha marefu yenye afya. Inabidi jamii au mtu aelewe kwamba hata kama ana VVU anaweza akaishi maisha marefu yenye afya bila kufikia hatua za ukimwi. Halafu kujiunga na vikundi vya msaada wa watu wanaoishi na VVU. Hizi ninazozungumzia hapa ni njia za kukabiliana na unyanyapaa wa ndani. Yaani sasa unyanyapaa wa ndani huu tukabiliane nao vipi, au kuovercome huu unyanyapaa wa ndani namna gani? Ndio hiyo kujielimisha kuhusu VVU na ukweli kwamba mtu anaweza kuishi maisha marefu yenye afya. Kujiunga na vikundi vya msaada vya watu wanaoishi na VVU. Kujiunga na vikundi. Usikae tu ndani peke yako, nenda kajiunge na vikundi. Halafu kupima hadharani maoni potofu, yaani kuyapinga yale maoni potofu. Unaona, mimi nikikutana na mtu na ana maoni potofu kuhusu HIV au AIDS au VVU au ukimwi, ni yale maoni potofu ni kuyapinga. Mfano, mtu akisema kwamba mbu anaambukiza virusi vya ukimwi, uwe uko tayari kusema kwamba hapana, sio kweli. Mbu haambukizi virusi vya ukimwi. Ukiumwa na mbu huwezi kupata virusi. Unaona, usimamie kitu kama hicho, mueleweshe mtu ambaye ana mawazo potofu. Halafu kujifunza, kujikubali na kusema haki. Ujikubali wewe mwenyewe na uisemee haki. Unaona, wewe mwenyewe unayeishi na VVU ujikubali. Unaona, usijenyenyapae wewe mwenyewe, kwa sababu unapokuwa kwenye dinayo, unapokataa, ile ni njia mojawapo ya kujinyenyapaa wewe mwenyewe. Kwa hiyo jikubali na kusemea haki kwa msaada wa wanasaikolojia
au mashirika ya jamii. Unyanyapaa wa ndani ni athari ya kisaikolojia na kijamii ya kuishi katika mazingira yenye unyanyapaa wa VVU, lakini unadhibitika kupitia elimu kama nilivyokwisha sema hapo mwanzo, msaada wa kijamii na kujikubali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, msisahau kucomment, na kama wewe bado hujasubscribe kwenye channel hii, karibu sana usubscribe. Asante.